Nafahamu ni jinsi gani ambavyo ulivyo na shauku ya kutaka kufahamu sehemu ya pili ya simulizi hii. Simulizi ya kwanza hii, mahali ambapo ilipoishia katika sehemu yake ya kwanza, ni mahali ambapo mama yake na Noah alitoka pale ndani katika chumba kile cha kijana Noah, na alimweleza kwamba anaweza kurudi pale muda si mrefu. Kijana Noah muda ule alikuwa anatafakari sana, akiwaza kwa sababu mama yake alishamkataza kabisa asiingie katika mahusiano ya mapenzi na mtu yeyote yule, na alimweleza kwamba asije akathubutu kufanya mapenzi. Sasa kijana Noah siku hii alikuwa tayari ameelezwa kwamba kuna possibility ya yeye, yani kuna uwezekano wa yeye kuingia katika mahusiano ya mapenzi, lakini lipo jambo ambalo anapaswa alifanye. Na alielezwa pamoja na kwamba ataingia kwenye mahusiano ya mapenzi, lakini hataweza kupata mtoto kwa sababu ya mila zao na vitu vingine alivyokuwa ameelezwa pale. Lakini sasa kijana Noah akagusiwa na mama yake kwamba kama atahitaji apate mtoto, kuna tukio ambalo anapaswa alifanye, kuna jambo ambalo anapaswa alifanye, lakini mama yake alikuwa hajamweleza. Badala yake mama yake alitoka pale akiwa amefunga kanga yake, akatoka chumbani kwa kijana Noah, na hapo sasa akamwambia usifunge mlango kwa sababu mimi ninarudi kukueleza jambo hilo. Sasa kijana Noah alikuwa anayo furaha ya kutaka kufahamu ni kitu gani hicho, japo kwa mama yake alishamwambia ni kitu kikubwa sana. Sasa katika sehemu hii ya pili, mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii ya Makala Simulizi, hii sehemu ya pili inakwenda kutueleza ni nini ambacho kilichoendelea kati ya kijana huyu, kijana wa kuitwa Noah, pamoja na mama yake mzazi. You are warmly welcome katika sehemu hii ya pili. Karibu sana. Ninayekuletea simulizi hii bwana si mwingine, ni mimi rafiki yako wa karibu, BHB wa Makala Simulizi. Karibu katika sehemu ya pili. Msikilizaji, mama yangu alitoka pale. Wakati huo alikuwa amevaa kanga yake aliyokuwa ameifunga katika kifua chake. Sikutaka kabisa kumtazama kwa sababu ni mama. Unajua, kama unavyofahamu, hakuna mama ambaye ni mzuri katika masuala ya mahusiano. Yaani unapokuwa wewe ni kijana wa kiume, hakuna namna yoyote ile unaweza ukamwona mama yako mzazi kama ni mzuri katika mapenzi. Siwezi nikabisha kuhusiana na muonekano wa mama yangu, alikuwa ni mzuri sana. Lakini sasa si kwa namna hiyo sasa ya kuambia kwamba mimi nimtazame katika staili ya kutamani, haisingewezekana kabisa. Nilitazama pembeni na mama yangu akatoka pale, huku akinisisitiza kwamba nisije nikafunga mlango. Mama akatoka zake pale, akaenda. Nilikaa nikiwa ninatafakari sana. Sehemu moja nilikuwa na furaha, lakini sehemu ya pili nilikuwa na mashaka kwamba hilo jambo ni jambo gani ambalo mama yangu anataka nilifanye ili kusudi niweze kupata ruksa ya kuingia katika mahusiano ya mapenzi, lakini pia niweze kupata mtoto. Nilitulia pale, na baada ya dakika kadhaa hivi mama yangu alirudi pale. Mama alikuwa amerudi akiwa ameoga, ametakata vizuri. Nilisikia pia na harufu ya marashi ambayo alikuwa amepuleza mama yangu, lakini alirudi kwa staili ile ile akiwa amefunga kanga yake tu, akawa ameingia pale. Macho yangu yalielekea upande mwingine, sikutaka kabisa kumtazama mama yangu. Nilimsikiliza mama, akaja akakaa pembeni yangu, hatimaye akaanza kuniongelesha. Noah. Na mama. Nimekueleza kwamba kuna mambo ambayo jinsi yalivyotengenezwa ndivyo yalivyo, na unapaswa uweze kuyakubali na kukubaliana nayo. Nimekwisha kukwambia kuhusu utamaduni wa kifamilia, jinsi ulivyofanana tokea huku kwa bibi zetu, bibi zako wewe, na jinsi ambavyo nilivyoelekezwa utaratibu na mama yangu, na miujiza ambayo iliyotokea kipindi wewe uko tumboni na mpaka ukazaliwa. Ni kweli kwamba wewe hupaswi upate mtoto. Hupaswi kabisa upate mtoto. Lakini kama unataka uweze kupata mtoto, hili ninalotaka kukuambia hapa ndilo jambo ambalo unapaswa ulifanye. Ni jambo gumu sana kwa kweli, lakini kama unahitaji kupata mtoto, huna budi kulifanya. Na jambo hili sio gumu kwako tu, Noah. Hili jambo ni gumu hata kwangu pia.
lakini kwa sababu wewe ni mwanangu na huu ni utamaduni wa familia, itabidi niwe tayari ili tu niweze kukubali na wewe uweze kupata mtoto kama jinsi ambavyo mimi nilivyowazaa nyinyi. Niambie mama, mimi niko tayari. Noa, samahani sana mwanangu. Iko hivi. Kwa tamaduni za mizimu ya bibi zetu upande wa mama na babu zetu upande wa mama, ni kwamba lazima itokee familia ambayo inateuliwa kwamba kati ya watoto wote mmoja atokee, au hata wawili, itategemea na mizimu itakayotaka, kwamba mmoja awe ni mtoto ambaye hawezi akazalisha. Sasa sio kwamba hawezi kuzalisha, lakini yeye anapaswa akatae kuzalisha au kuzaa. Sasa ili aweze kuzalisha au kuzaa, ni lazima aweze kumrudia mzazi wake. Unamaanisha nini mama? Yaani, ikiwa atateuliwa mtoto wa kike kwamba yeye ndiye anapaswa asizae tena, asiendelee kuzaa yeye, basi ili aweze kufunguliwa kifungo hicho, ni lazima alale na baba yake mzazi, yaani wafanye mapenzi na baba yake mzazi. Lakini kama ikitokea ni mtoto wa kiume, basi na yeye ili aweze kufunguliwa na kuruhusiwa kwamba aweze kufanya mapenzi, aweze kupata watoto, basi ni lazima aweze kulala na mama yake mzazi. Na hilo ndilo jambo ambalo nililokuwa nakwambia ni kubwa sana. Unapaswa wewe uweze kulala na mimi. Na ndio maana nilikwambia kwanza baba yako aweze kuondoka hapa. Na kama utakuwa tayari, basi utafunguliwa na wewe utakuwa na uwezo wa kupata watoto. Kinyume cha hapo, unaruhusiwa kuingia katika mahusiano ya mapenzi, lakini hutaruhusiwa kupata mtoto. Na ujichunge sana kupata mtoto, iwe ni ndani ya ndoa yako au nje ya ndoa yako. Utajua unafanyaje, lakini ujichunge kwa namna yoyote ile usije ukathubutu kuzalisha. Kwa sababu kama ukizalisha na hujanirudia mimi, basi maisha yako hayawezi kuendelea. Na kama yakiendelea, utaishi maisha ya taabu. Utakuwa mlemavu wa macho, masikio, na hata mwili wako utakosa nguvu, pamoja na adhabu nyingine mbalimbali ambazo unaweza ukazipewa. Na ikitokea unakuwa una mali, basi wewe mali zako zote zitaisha na wewe utabaki kwa ombaomba huku ukiwa ni mlemavu mkubwa. Lakini mtoto utakayemzaa hataishi, atachukuliwa na mizimu. Kwa hivyo, hayo ndiyo masharti ambayo unayopaswa wewe kuyafanya. Mimi mama yako, kama ukiwa tayari, niko tayari nikufungulie mwanangu, ili tu uweze kupata watoto na wewe ufurahi. Lakini kama hautakuwa tayari wewe, jichunge usije ukathubutu kupata mtoto. Na huo ndio utamaduni wa familia. Kwa hivyo ni uchague moja. Ni hayo tu mwanangu Noa. Msikilizaji, baada ya mamangu kuzungumza vile, nilikaa katika hali ya hofu sana. Niliona kama dunia inazunguka hivi. Niliona kama ni kitu ambacho kisingestahili kabisa kutokea. Sikuamini kabisa macho yangu, kwamba macho na masikio yangu ndivyo vitu vinavyosikia na kuona kitu mama ambacho ananiambia. Nilitetemeka mpaka mama yangu akastuka kwamba natetemeka, akanigusa begani akaniambia, Noa, wewe ni mwanaume. Huna sababu yoyote ya kuogopa vitu kama hivyo. Ni ukweli kwamba kuna wakati wewe ulikuwa unajua kila kitu, lakini bado ulikuwa ni mchanga, ulikuwa hujafahamu. Na ndio maana hili jambo limekushangaza sana. Unatikisika, unaogopa, unatetemeka.
Nilitangulia kukwambia kwamba jambo likisha kuwa limetokea na jambo halifai kubadilisha, inabidi uliishi na ukubali kuishi nalo, si kinyume chake. Kumbuka kuna siku ambapo mimi sitakuwa duniani, lakini sasa hivi tuko wote. Utafanya nini usipokubaliana na hali halisi kwamba muda huo nitakuwa sipo? Ni hayo Noah, nakueleza kijana, unanisikia mwanangu? Mama, hivi unachoongea ni halisi au mimi niko kwenye ndoto? Hakuna cha ndoto, huo ndio uhalisia. Dada yangu, yeye mama yako mkubwa, mpaka sasa hivi unamwona hana mtoto. Alielezwa ukweli huo na marehemu mama yetu. Aliambiwa ukweli huo kwamba yeye alipaswa aweze kulala na baba yangu mzazi, baba yetu, na mama akamwambia atamtengenezea mazingira ambapo baba atalala naye ili tu aweze kumfungulia, aweze kupata watoto. Lakini mama yako mkubwa alikataa katukatu, akasema hawezi kumrudia baba yake mzazi. Alisema, na kama unavyojua kwamba mama yako mkubwa yule ni dada yangu na ni rafiki yangu wa karibu sana, alinieleza huo ukweli, akaniambia, niliapa, mama aliniambia, lakini nikaapa nikamwambia ni bora nife bila kupata mtoto, lakini sitathubutu kurudi kwa baba yangu mzazi aliyenizaa nimvulie nguo mimi, haiwezekani kabisa. Dada aliniambia hivyo. Mpaka leo hii unamwona dada yangu yule ameshindwa kupata mtoto mpaka sasa hivi. Alijizuia na mpaka sasa hivi mwenyewe anasema kwa kipindi hiki hata uwezo wa kipindi cha kuzalisha mayai hazalishi tena. Sasa na wewe uchague. Mama mkubwa wako yeye alichagua, akasema ni bora asipate mtoto, lakini alikataa kulala na marehemu baba yangu. Alikataa kabisa kabisa. Na ndio utamaduni. Yeye ameishi na sasa hivi anaelekea uzeeni. Kwa kifupi ni ameshazeeka. Na ndo kama hivi hajapata mtoto na hawezi kupata tena. Lakini wewe, mimi niko hapa. Ninakuomba sana. Ninakuomba, mimi niko tayari kufumba macho. Tufanye tu hilo linalostahili kufanyika, ili mradi nikufungulie mwanangu. Sijajua kwa upande wako wewe ukoje. Msikilizaji, can you imagine? Mama yangu mzazi ananieleza maneno kama hayo. Kilichotokea pale ni kwamba machozi yalianza kunitoka pale pale. Nilifikiri na nilikata tamaa sana, nikasema hivi, kwa nini mimi nilizaliwa? Nilisema ni bora ningezaliwa katika familia nyingine ambayo haina vitu kama hivi. Na kwa nini wamchague mama yangu kwamba yeye ndo aendeleze utamaduni wao ajabu? Lakini pia hata kama usingekuwa mama yangu, kwa nini huo utamaduni uwepo? Ina maana hiyo mizimu ni mizimu ya aina gani ambayo inahitaji kwamba atokee mtu kwenye familia ambaye anakatazwa kuzaa na wakati ana uwezo wa kuzalisha kawaida au kuzaa? Ni kwa nini? Kama kuna kipindi ambacho, msikilizaji, nilipita kipindi cha kukata tamaa kuliko vyote, ni kipindi hiki. Ni kipindi ambapo nilipoteza ladha ya dunia kabisa. Sikuiona dunia kama ni kitu cha maana. Niliona dunia ni kitu hakina ladha kabisa na hakina maana yoyote. Nilifikiri na akili yangu ikaniambia ni bora ningezaliwa hata mjusi. Nikawa niko zangu porini, sielewi kinachoendelea, kazi yangu ni kutafuta tupanzi mahali walipo na kuwadaka na kula wadudu wadogo wadogo. Ningefanya mapenzi na mjusi ninayempenda na hatimaye tu tungezaa watoto na maisha yangeendelea mpaka mwisho wa maisha yangu. Kuliko kuzaliwa mwanadamu ambaye anasifika kama kiumbe chenye akili sana, mwenye utashi. Lakini baada ya hapo ni kwamba kinatokea kwamba mimi ninazaliwa kwenye familia ambayo ina utamaduni wa ajabu kama huo. Msikilizaji, nilikuwa nimechoka na kukata tamaa sana. Niliingia katika frustration ya hali ya juu sana. Mama yangu pale alianza kunishika, akaanza kuniambia, Noah, sidhani kama kuna sababu ya wewe kuogopa sana. Huu ni utamaduni ambao umerithiwa kutoka kwa mabibi na mabibi.
mpaka leo umefika kwetu. Kizazi sijui ni cha ngapi, iko hivyo hivyo, ni zaidi ya miaka mamia, pengine na maelfu. Leo hii kwako inakuwa ngumu, kwako inakuwa ngumu. Amua lolote kati ya hayo mawili. Mama, hivi kwani wewe ni mchawi mama? Niambie tu kama wewe ni mchawi, niambie kama wewe ni mchawi nijue. No, mama yako sijui hata kibobo, sijui hata unyoya wa kichawi unafananaje, sikijui hata kibuyu cha uchawi kinafananaje, sijawahi kuloga, sijui. Hizi ni tamaduni tu, sio masuala ya uchawi, na yanapokujia inabidi uyatii mwanangu. Sasa chagua moja, kama uko tayari kunirudia mimi au unaamua tu kwamba uishi bila mtoto siku zote. Na ndio maana nilikuwa nikikuchunga kila siku, kwa sababu niliogopa kwamba unaweza ukaanza kucheza michezo ya kufanya mapenzi na wadada huko, watoto watu, baada ya hapo ukaja kumpa mtu ujauzito. Nikawa nimekuharibia maisha yako kabisa kwa kutokukuambia. Lakini ungeweza kufanya mapenzi na mtu yeyote yule, lakini kwa sharti tu la kwamba usimpe ujauzito. Swali langu lilikuwa linajiuliza, je, ikitokea ukampa mtu ujauzito, si ndo ningekuwa nimekuharibia maisha yako yote? Ungeanza kuwa mlemavu, kipofu, kiziwi ambaye huwezi kujishughulisha na jambo lolote. Hilo tu ndo jambo ambalo nilikuwa naogopa. Lakini ninakufungua kuanzia leo, no. Unaweza ukaingia kwenye mahusiano ya mapenzi na mtu yeyote na ukaoa na kuoa, lakini hakikisha usipate mtoto. Msikilizaji, nilikuwa kwenye wakati mgumu. Nilinyanyuka pale na kuanza kutoka nje. Mama alinishika akaniambia njoo. Nikamwambia mama, hapana, naomba uniache. Niache mama. Wakati mama yangu ananivuta, ile kanga yake sasa ilikuwa haijali kabisa. Maana yake sasa alipokuwa ameifunga hapa kwenye kifua, maeneo mengine ilikuwa inakaa tu, yani inamwacha tu chini panaachwa hivyo hivyo. Kila jicho langu lilipojaribu kuelekea pale, nililikataza kabisa, nikiliambia ushindwe kabisa, kwa sababu hiyo sio sehemu ya kutazama. Niliambia macho yangu, mtakuja kupata upofu kwa kutazama, kwa sababu huyu ni mama yangu. Niligeuza macho yangu upande mwingine kabisa. Mama yangu alizidi kunivuta akiniambia njoo, niko tayari kukufungua mwanangu. Nilimwambia mama, haiwezekani. Haiwezekani mama, mimi sitaki. Kwa hiyo mwanangu, umekubali kuishi bila mtoto? Mama, niache, sitaki kufikiria mambo kabisa, niachie mama. Sasa kuvutana na mama yangu, niliogopa mama yangu asije akadondoka, kwa sababu mama ikitokea kidondoka, ile ni laana hata kabla ya kukulaani wewe. Nilikubali kusogea karibu mama alipokuwa ananivuta. Nikajisogeza pale mpaka pale tulipokuwa tumekaa. Akaanza kuendelea kunihusia akiniambia, mwanangu, naomba unielewe. Kubaliana na hali halisi. Kubaliana na hali halisi. Chagua moja na lolote utakalo likubali lisikusumbue kichwa chako, lipokee kwa mikono yote miwili. Sawa mwanangu? Msikilizaji, nilikuwa kwenye wakati mgumu. Nilimwambia mama sawa, lakini mpaka namalizia neno sawa nilikuwa nimenyanyuka na kukimbia, niko mlangoni na kufungua mlango nikatoka nje. Nilimwacha mama yangu peke yake pale chumbani kwangu. Nilitoka mpaka nje ya mlango mkuu. Nikawa niko nje tu natembea, sijui hata naelekea wapi. Nikana kwamba nilikuwa nimechanganyikiwa hivi. Masharti ambayo leo kwa amenipa mama alikuwa ni masharti makubwa. Nilitafakari nikasema hapana. Hapana. Kukaa bila kupata mtoto sitaki. Nahitaji nipate watoto na mimi niitwe baba. Nifurahi nilee. Siwezi kabisa. Lakini kitendo cha kuambiwa mimi nimrudie mama aliyenizaa, hiyo haiwezi kutokea. Kwa nini hata hawajasema hata kwa nitoke, labda wangesema hata na mama mdogo, mama mkubwa. Ningeficha macho yangu, ningefanya chochote kitu, ningelala tu na yeye, labda mama mdogo, mama mkubwa. Kwa sababu sio yeye alionizaa. Ningejitutumua nikafanya chochote kile. Lakini sio kwa mama yangu. Mama hakunizaa kabisa, hapana. Siwezi kufanya hivi. Mila gani za kipumbavu hizi?
Msikilizaji, nilitembea na muda huu ulikuwa ni usiku. Nilijikuta nimeenda mbali sana mpaka sehemu ambapo kulipokuwa na mto. Sasa kadiri nilivyokuwa nakaribia ule mto, ndipo akili yangu sasa ilianza kurudi kwamba unakwenda wapi. Ule mto ulikuwa una msitu mkubwa ambao uliokuwa tunauogopa sana. Kijiji kizima kilikuwa kinauogopa. Hakuna mtu ambaye alikuwa anapenda kuingia katika ule msitu mida ya usiku, kwa sababu kulikuwa kunaaminika sana kwamba kuna majini mazito sana mle ndani. Mara ukiingia na kupiga makofi, mara nini, vitu kama vile. Sasa nilisogelea nikajikuta niko karibu kabisa na mwanzo wa ule msitu, ili ukiingia kwenye ule msitu katikati ndio uweze kukuta ule mto. Nikasikia wanyama fulani hivi, sijui ni ndege, walikuwa wanalia. Pale akili yangu ikarudi ikaniambia no, huko si sehemu sahihi. Nilitazama kwenye ule msitu kwa ndani kule, nikawa naona vile vitu vinang'aa vile. Hofu kubwa sana ilinijia pale, na akili yangu ndipo ikaniambia ninapaswa nirudi. Nilirudi kwa kasi hapo, nikiwa nakimbia nikiogopa kwamba yale majini pengine yameniona na yanataka nikimbize. Kiukweli ni kwamba kulikuwa hamna majini, ila tu hofu zile na wale wadudu wa usiku wanaong'ang'aa walikuwa wamejengeka sana kwenye akili zetu, tukaamini kwamba pale kuna mizimu mle ndani, kuna majini ambayo yanapiga watu wakiingia usiku. Basi msikilizaji, nilirudi kwa kasi sana, nikarudi mpaka pale nyumbani. Niliporudi nilimkuta mamangu akiwa yuko nje, anazunguka anatafakari, anaangalia tu kama ataniona. Niliporudi pale, muda ulikuwa umeenda sana, kutoka muda nilipotoka pale ndani mpaka muda niliporudi. Mamangu akaniambia, mwanangu Noah, pole sana, hebu ingia ndani bwana ukalale. Mambo mengine tutayaongea kesho. Mamangu alitangulia kuingia ndani na moja kwa moja akaenda chumbani kwake. Niliingia chumbani kwangu nikaendelea kutafakari. Kile chumba nilikuwa nakiona kama nuks. Kila kitu nilichokuwa nakiangalia pale ndani nilikuwa naona kama kinanitazama na kunizomea, kutokana na maneno ambayo mamangu alioniambia. Niliona kama vile vitu vyote pale ndani, kitanda, shuka, sijui kiti, kila kitu kilichokuwa pale ndani kilikuwa kinaona na kinasikia maneno ambayo mamangu alikuwa ameniambia. Nilikuwa kwenye wakati mgumu vibaya sana, msikilizaji. Sikujua kwamba nifanye nini, nifanye maamuzi gani, mimi niweze kurudi na kuwa pamoja na mama yangu, au nichukue maamuzi gani, nifanyeje? Sikupata majibu. Nilitafakari pale mpaka usingizi ukanichukua. Asubuhi mapema nilipoamka, moyo ulikuwa unaenda mbio sana. Msikilizaji, nafikiri unafahamu, ukiwa kuna jambo ambalo huwa unaliogopa, sasa inapofika asubuhi ile, usiku mzima unakuwa ukiwa umelala hauwezi kulifikiri, lakini ukiamka tu linarudi kwenye moyo wako, afu mapigo ya moyo yanaenda mbio sana. Ndicho kilichokuwa kimenitokea. Nikajiuliza, sasa mimi nitafanya nini kujiepusha na mambo mazito kama haya? Kukaa bila kupata mtoto, something I don't like, sitaki kabisa. Lakini vipi kumrudia mama yangu aliyenizaa? Nimrudie? Hizo ni tabia za wanyama, ng'ombe, kondoo na mbuzi ndio wanafanya vitu hivyo. Siwezi kufanya hivyo. Basi mimi nilitafakari pale, na mama aliamka asubuhi, akaanza kuandaa vyakula kule vya asubuhi, mapishi yale ya asubuhi akaandaa, akamaliza, akaniita akaniambia, Noah, njoo uweze kula. Sikuwa na hamu ya chakula kabisa. Mama alichukua vyakula vile, ilikuwa ni chai na viazi, akaja akaanza kunilisha mle ndani kwa kunibembeleza vibaya sana. Yaani mapenzi ya mama kwangu yalikuwa yamezidi sana. Alikuwa ananibembeleza, anajaribu kunilisha. Sasa kumsukuma mkono mama haiwezekani. Kwa hivyo alivyokuwa analeta kile kiazi na chai ya maziwa, ilikuwa inabidi nile. Huko nikimwambia mama nitaendelea kula mwenyewe, naomba tu niache. Mamangu alikuwa hataki kabisa, ananiambia lazima nikulishe kwa sababu unaonekana una mawazo sana. Kwa hivyo siwezi kukubali wewe kukuacha tu ukalala tu, ukakaa tu bila kula. Basi nilimsikiliza mama yangu, nikabidi nikubali kwamba ngoja tu anilishe. Huku baada ya dakika kadhaa hivi nikachukua nikamwambia basi mimi naendelea kula mwenyewe. Mamangu hakutaka kutoka pale chumbani, aliendelea kukaa pale pale. Ulikuwa ni wakati mgumu, msikilizaji. Sio jambo la kawaida kabisa. Yaani si jambo la kawaida hata kidogo. Mama pale ni kama ananipa mitego hivi. Lakini sasa nachomokaje? Mama anazidi kunisisitiza, chagua moja mwanangu. Mimi mama yako, najua hilo jambo ni gumu, lakini niko tayari kulifanya ili kukufungua mwanangu. Kwa sababu ndio mizimu inataka hivyo. Tutafanyaje?
ni bora nikubali nimfungue mwanangu. Labda kama ukikataa wewe mwenyewe, sawa, sitakuwa na namna, lakini kama ukikubali, niko tayari nikufungue mwanangu. Tunafanya si mara moja tu, tutafanya mara moja, itabaki kuwa siri yangu mimi na wewe. Ni siri yangu mimi na wewe mpaka pale ambapo tutakapokuwa tumeondoka kwenye hii dunia. Hakuna atakayesema kwa mwenzake. Kwa hivyo kama ukiwa tayari mwanangu, niko tayari mama yako. Tena ufanye hima kabla sijafa nikakuacha mwanangu. Fanya hima, kwa sababu nikifa ndio itakuwa basi tena. Huwezi tena kuruhusiwa kupata mtoto kwa sababu huna mtu wa kulala naye na kukufungulia, kwa sababu hiyo kazi napaswa niifanye mimi peke yangu. Kwa hivyo kama unataka mtoto, fanya hima mwanangu, nikufungue kabla sijaondoka kwenye hii dunia, kwa sababu huwezi jua, sisi ni wanadamu, muda wowote linatokea la kutokea mwanangu. Msikilizaji, maneno ya mama yalikuwa yananiweka kwenye wakati mgumu zaidi. Nilimwambia basi sawa mama, nenda, nitakujibu baadaye. Mama yangu alitoka pale. Asubuhi ile nilifikiri sana. Nilifikiri kuishi mpaka kuzeeka bila mtoto. Nikaona hapana, haiwezekani. Akili yangu ikaanza kuniambia inanibidi. Lakini hapana. Kila nilipokuwa nikitafakari kuweza kukubaliana na wazo la mama la kwamba anapaswa anifungue, nilikuwa nikiona hapana, naona kama najiza. Yani nilikuwa naona kama nakwenda kufanya upumbavu mkubwa sana. Niliendelea kukaa tu, nikawa natoka narudi pale nyumbani, lakini akili yangu haiko sawa vizuri. Nilikaa kama siku 4 hivi. Hakuna mawasiliano ya moja kwa moja kuongea sana na mama zaidi ya salamu tu. Nilikuwa niko frustrated, hata pale nyumbani nilikuwa sipendi kukaa. Na nikija muda ukiwa umepita, nafungua naingia zangu ndani kulala, basi sitaki mazoea sana na mtu yeyote. Of course mtu yeyote pale ndani alikuwa ni mama peke yake. Nilifikiri sana. Sasa siku ile ya 4 mama akaja. Akaniambia, mwanangu, kwa hivyo umeamuaje? Mimi ninataka nikubariki kwa chochote utakachoamua. Ikiwa umeamua kwamba unakaa bila kupata mtoto, niko tayari kukubariki na utamchukua yule binti uliyempenda sana, Happy. Lakini sasa sijui utamweleza nini Happy mpaka aelewe. Na haya mambo hayapaswi kuongelewa sana. Ukiongea Happy atakataa kuendelea kukaa na wewe kwa sababu yeye atataka watoto. Na wewe utamwambia hapana. Ushawahi kujifikiri kwamba utaishije na yeye? Kwa hivyo inabidi uangalie. Then niambie, nijibu tu. Kama uko tayari kuishi bila mtoto, nikubariki na niweze yani mimi mwenyewe nataka hapa ndani kuwe na mke wako awepo hapa. Natamani mkamwana wangu aje hapa, nikae naye na mimi nifurahi. Sababu kaka yako mkubwa ameoa lakini mke wake hayupo hapa. Lakini ukiwa wewe mke wako anakaa hapa nyumbani, nitaringa na mimi nikienda kwenye shughuli mbalimbali. Nikienda kwenye msiba au kwenye sherehe zote zile, ananibebea kikapu, itapendeza sana. Nitafurahi tena. Kwa hivyo nakuomba uweze kupitisha kufanya maamuzi. Lakini mwanangu, na mimi natamani nipate wajibu kutoka kwako. Hebu tufanye hata mara moja tu, ili nikufungue mwanangu. Mama, hilo jambo ni gumu sana mama. Kumbuka kwamba wewe ni mzazi. Hapana jamani, hapana mama. Hapana jamani, hapana, hili jambo hapana. Wewe ni mzazi mama. Tunawezaje kufanya vitu kama hivi? Haiwezekani mama, hapana. Nisikilize nikwambie. Laiti kama ungelijua hii dunia ilivyofanana, wala usingehangaika kusema hiyo. Nikikupa masimulizi ya familia, kati ya familia nyingi ambazo tunazo hapa kijijini, nikikupa masimulizi ya familia 2 mpaka 3, hutoamini hili la kwako ni jepesi. Narudia tena, hutaamini kwa sababu hili la kwako ni jepesi. Kuna familia hapa zina mambo mazito, yamezamnyamaziwa na wengine tumeyajua kwa sababu maalum. Ndio maana tunayajua. Lakini yasingejulikana kabisa. Hili la kwako ni jepesi mwanangu. Jitahidi uweze kupata kizazi mwanangu.
Jitahidi mwanangu, jitahidi. Mama yangu aliendelea kunisisitiza sana. Alikuwa ananisisitiza kwa sababu kumbe na yeye alikuwa anatamani sana kupata wajukuu kutoka kwangu. Lakini sasa mimi nilikuwa nikiona kabisa ile jambo ni jambo haliwezekani. Mama yangu akaniambia, nisikilize mwanangu. Unajua, kuna mila za jumuiya, lakini kuna mila za ukoo na ukoo. Tukikagua koo mbalimbali hapa, kuna koo zina mambo mazito sana. Hili la kwako ni jepesi. Mama, hakuna kitu chepesi kinachofanana kama hiki. Hakuna kitu chepesi kinafanana kama hiki. Yaani mimi nikurudie wewe, mama yangu mzazi nikurudie wewe, alafu unasema ni jambo jepesi? Hapana, haiwezekani kabisa. Haiwezekani hilo jambo. Hivi nikutajie, sitakutajia jina la familia na sitakutajia mtu husika, lakini nikwambie, ukitoka hapa nyumbani ukipandisha na hii barabara ya kwenda Mzambarauni kule, kabla hujafika kwa Mzee Tema, hapa katikati hizi nyumba unazozipita, kuna koo moja ambayo ina utamaduni ya kwamba ili kizazi cha hiyo familia kiweze kuendelea, ni lazima baba mzazi amuoe mtoto wake wa kike wa kwanza. Amuoe kwa siri, lakini azae naye watoto wasiopungua 2. Ndipo ukoo utaendelea kubaki na amani. Na hapa tunapozungumza, kuna hiyo familia ninayokutajia. Baba wa hiyo familia amezaa watoto 2 na mtoto wake wa kumzaa, lakini hakai hapo, wako mjini hapo wilayani. Ndipo ambapo alipomjengea mtoto wake wa kumzaa. Na huyo mtoto wake sasa hivi ana watoto wake wengine sasa, lakini sio wa baba yake. Lakini baba yake kila mwaka lazima aweze kulala na mwanae huyo. Yaani apate naye watoto 2, alafu aendelee kulala naye kila mwaka kwenye sherehe za ukoo, lazima alale na huyo binti yake. Na amefanya hivyo. Hiyo ni familia moja. Lakini kuna familia nyingine pia. Mama lazima azae na mtoto wake wa kiume wa kwanza. Hii familia chini, ukishuka hapa kuelekea mtoni, ukivuka ule mto, mitaa ya kwa Mzee Zuberi, sitakutajia nyumba, mama mzazi alizaa na mtoto wake wa kwanza. Kwa hiyo mifano miwili ambayo sitakupa mingine, unaweza ukaelewa kwamba la kwako ni la kawaida. Hili la kwako, yani hili la kwetu ni la kawaida kwa sababu wewe ninakufungua tu, lakini hupaswi kunioa, hupaswi kuzaa na mimi, lakini nakufungulia tu. Ndio maana mara nyingi kuna watu wakikaa wanasema ukoo wetu una masharti ya kawaida mepesi. Ninakushangaa wewe unaogopa sana. Kwani mwanangu, wewe unachoogopa ni nini? Kwani ukifanya na mimi unapata shida gani? Msikilizaji, maneno ya mama yangu ni kama sasa alikuwa yameanza kuzoeleka kwenye masikio yangu na kuanza kuyaona kama ni maneno ya kawaida. Nilianza kuona kama maneno ambayo mama anayozungumza ni maneno ambayo yanaweza yakavumilika. Tofauti na mwanzoni ambapo yalikuwa yakizungumzwa nilikuwa ninatetemeka na nyanyuka, nataka kukimbia kutokana na maneno yale.
Nilikuwa ninaona ni kitu kigumu sana, lakini bwana, kama kawaida, kumbe kitu kinapozungumzwa kinaongelewa mara kwa mara kwa kurudiwa, kuna namna kinafiti vizuri kwenye akili ya mtu. Ndivyo ambavyo ilivyotokea kwangu. Niliona kama lile tukio ni jambo la kawaida ambalo analolizungumzia mama. Nilianza kutafakari na kuona ni namna gani ambapo ninaweza nikafanikisha ile jambo ili mama aweze kunifungua. Lakini kwanza nikamwambia mama, nafikiri ile jambo mimi nichague sehemu ya kwanza, kwamba nitaangalia namna ambavyo tutafanya, lakini kwa sasa hivi ninahitaji tu mimi niweze kuoa, au mambo mengine yataendelea. Mwanangu, hairuhusiwi. Unapaswa uchague kwanza. Mpaka unaingia kwenye ndoa, ijulikane kwamba wewe unaingia kwenye ndoa ukiwa unataka mtoto au ukiwa umeamua kuishi bila mtoto. Kwa hivyo unapaswa ufanye maamuzi kabla ya ndoa yako. Ndivyo inavyopaswa iwe. Sio mpaka uoe. Kwa hivyo mama, basi mimi sioi. Nitachelewa kuoa. Sasa hivi naishi tu kwanza. Ngoja niendelee kutafakari. Msikilizaji, nilimwambia mama yangu vile kwa sababu tayari alishanieleza. Nilikuwa nimefurahi kwa sababu nilikuwa nimegundua kwamba kumbe ninaweza nikashare mapenzi mimi pamoja na Happy, lakini kwa sharti moja tu la kutokupata mtoto. Nilijua kwamba hilo ni jambo ambalo linaweza likavumilika. Nilimweleza mama yangu, na hapo moja kwa moja sasa nilianza kuiweka mikakati ya kuhakikisha kwamba ninaanza kuingia kwenye mahusiano sasa ya kukutana kimwili mimi pamoja na Happy. Tuliachana na mama pale akienda zake kulala, na mimi hapo nikiwa ninapanga kwamba ni lazima nianze kulala na Happy sasa. Nilikuwa vile kwa sababu nilikuwa nimejizuia siku nyingi kabla ya kufahamu ukweli. Nikaamini kweli ukweli ukiufahamu na ukweli unakuweka huru. Nilianza ukaribu, nikasema sasa hapa inabidi nimweleze Happy kuhusu ukweli. Nikamwambia Happy, mimi bwana niko tayari na ninataka tuingie katika mahusiano na tunataka nikuoe. Lakini kuna jambo ambalo mama yangu amenieleza. Sasa tuchague kwamba tunataka tupate watoto au hatutaki watoto. Happy alivuma pale pale akaniambia tusitake. Mimi ninataka mtoto tena sasa. Yani harakati ya kitu ambacho nakitaka kiwe cha kwanza ni kupata mtoto kuliko hata nyumba. Ninataka tupate mtoto. Nina hamu na mtoto, natamani hata iwe mtoto ningempata leo. Msikilizaji, sasa pale nilikuwa kwenye wakati mgumu sana. Kwa sababu Happy ni ndo mwanamke ambaye nilikuwa nampenda sana. Na Happy alikuwa amenipenda mimi. Sikuwa tayari kumpoteza Happy. Lakini masharti ambayo mama alionipa ilikuwa ni kwamba lazima kama ninataka niweze kupata mtoto na huyu Happy, ni lazima nikutane naye kimwili. Nilitafakari kwa kirefu pale. Mwisho wa siku nikamwambia Happy kila kitu ambacho mama alichoniambia. Happy alishangaa sana. Nilimwambia lakini Happy, inabidi ufahamu huo kweli, ya kwamba mimi ninaona ni bora tu tukae bila mtoto, lakini mimi siko tayari kumrudia mama yangu aliyenizaa. Na wewe unataka mtoto, tutaishije? Hivi unajisikia unachozungumza? Happy, ninajisikia vizuri sana, lakini nina kila sababu za kukuomba wewe nikushirikisha kwamba mimi nikakutane na mama yangu kimwili, ndipo tunaweza kuruhusiwa kupata watoto. Au kama sivyo tuishi lakini tusipate watoto. Hivi unayoongea ni ukweli, Noah, au unanitania? Hivi Happy, unavyofikiri ninaweza nikakutania mambo mazito kuhusiana na mama yangu kiasi hicho? Ninaweza kweli kukutania vitu vizito kama hivyo? Yaani mambo makubwa kama hayo nikutania wewe? Wewe ukiangalia inawezekana nikutania mambo makubwa hivyo kuhusiana na mama yangu?
Una saundi kama uko serious. Unaongea kama uko sahi, yani uko serious kabisa. Lakini hili jambo linawezekanaje? Lakini mimi nahitaji unioe na tupate watoto. Tutafanyaje? Kubali tu. Lakini usizoee, kubali tu. Mimi niko tayari nikuruhusu ukafanya unachotaka. Lakini baada ya hiyo moja unioe na tuweze kupata watoto. Kwa hivyo umelipitisha hilo kwamba lazima tupate mtoto, na japokuwa nimekueleza njia ambazo ninazopaswa kuzipita ili tupate watoto. Ndiyo. Niko tayari kabisa. Fanya vyovyote vile mradi tu tupate watoto. Msikilizaji, pale sasa nilikuwa niko kwenye jaribu lingine. Mwanamke niliyekuwa nampenda sana na yeye alikuwa na support kwamba ni bora niende nikakutane na mama yangu mzazi, lakini tuweze kupata mtoto. Dhamira yangu ilikuwa inanisuta sana ikiniambia kitu ninachokwenda kukifanya ni cha kipumbavu. Siwezi kwenda kukutana na mama yangu mzazi. Nilitafakari sana kwamba nifanyeje. Mpenzi wangu Happy anataka mtoto. Mimi ninataka mtoto. Lakini nimefungwa katika kauli za kimizimu kwamba mimi siwezi kupata mtoto mpaka pale ambapo nitakakokuwa nimekubali kukutana na mama yangu kimwili. Niliachana na rafiki yangu, mpenzi wangu huyu wa kuitwa Happy, na kurudi nyumbani nikiwa na tafakari sana. Mwisho nilisema sasa potelea mbali, inabidi tu liwalo liwe. Niko tayari nikutane na mama yangu ili aweze kunifungua, niweze kupata watoto. Niko tayari. Nilijiapiza nikasema nitafanya lolote bila kujua kwamba likoje, lakini nitafanya lolote ili mradi tu niweze kumridhisha mpenzi wangu aweze kupata ujauzito. Nikawaza sana, nikasema sasa hili jambo litalifanikishaje? Akili yangu ikaniambia hapa inabidi ninywe pombe, nilewe, ili kusudi kinachoendelea nisielewe kabisa. Nisielewe kwamba nakutana na mama mzazi ili tu niweze kupata mtoto. Nisielewe kabisa. Basi mimi nikaenda bwana, nikafika nyumbani nikaanza kuongea na mama. Nikamwambia mama, mimi nahitaji mtoto bwana. Akaniambia, unataka mtoto? Kwa hivyo umekubali nikufungulie? Nikamwambia mama, mimi niko tayari. Niko tayari tu uweze kunifungulia, kwa sababu hakuna namna sasa nitafanyaje. Na hata mpenzi wangu anahitaji kwamba tukiwana tuweze kupata watoto. Kwa hivyo siwezi kuliamua tu mimi peke yangu, mpenzi wangu na yeye anataka watoto. Kwa hivyo kwa namna yoyote inabidi tu nikubali uweze kunifungua. Sasa nitafanyaje? Sawa. Hakuna shida mwanangu. Hakuna shida. Mimi niko tayari kukufungua leo. Lakini sasa mama, inanibidi mimi nikanywe pombe kabisa, kwa sababu hivi mimi sitaweza. Unywe pombe? Ya, inanibidi ninywe pombe nilewe. Hairuhusiwi. Hairuhusiwi? Ya, kabisa. Yani ukinywa pombe, ukija kwamba nikufungue, ni sawasawa na hatujafanya chochote. Kwa sababu mizimu yetu haitaki ufanye hivyo. Unapaswa uwe na akili yako timamu. Usije ukatumia kilevi chochote kile. Sio bange, sio pombe, sio sijui nini. Unapaswa ubaki na akili yako kama ilivyo. Sijui kama unanielewa vizuri. Yani mama, mimi nikutane na wewe hivi tu kabisa, yani nikiwa na akili zangu hivi. Mama, mimi nitashindwa jamani. Huo ndo wanaume sasa. Ujitahidi. Kwani unafikiri mimi ninapenda? Lakini lazima tufunguane. Lazima nikufungue mwanangu. Nitafanyaje? Lazima. Na hilo ndilo jukumu la mama kwa mtoto wake wa kiume. Kuhakikisha kwamba mwanae wa kiume anakuwa salama. Tokea unapomzaa, uhakikishe kwamba unamlinda akae salama aweze kuzaliana. Ndio maana tunakilinda hata kitovu.
kuhakikisha kwamba kisije kikadondokea katika mazingira yako na wewe ukapoteza ulijali wako. Kwa hivyo hata katika hili niko tayari kabisa, nitafumba macho, tutakamilisha, na nikisha kufungua utaendelea kuniletea wajukuu. Kwani tatizo liko wapi? Usije ukanywa kilevi chochote, usitumie kilevi chochote, haipaswi kuwa hivyo. Msikilizaji, mazingira yangu katika akili yalizidi kuchanganyika sana, nilizidi kuchanganyikiwa. Kwa hiyo nilikuwa ninapaswa niende kwa mama yangu, tukiwa tunatazamana hivi. Basi nilimpa hadi mama akamwambia basi jioni itabidi tufanye hivyo. Machozi yangu yalinidondoka mengi sana, kwa sababu ni jambo nilikuwa silihitaji. Nilijikuta nikilia sana mpaka mida ya saa 2 usiku. Nilikuwa bado siko vizuri. Mama aliniletea chakula, nikala pale nikamaliza. Hatimaye akaniambia, sasa mwanangu, sikia nikwambie, wewe usifunge mlango. Kuna njia nitaitumia na tutakamilisha hilo jambo bila wewe kufahamu sana. Mpaka unafahamu nitakuwa tayari nimesha kufungulia. Kweli mama? Ndio. Wewe usifunge tu mlango. Msikilizaji, mama yangu alitoka pale. Akili yangu ikaniambia hapana, lakini kweli leo nilale na mama yangu. Nilienda na kufunga ule mlango. Nikarudi kukaa kwenye kitanda. Nikiwa nimekaa kwenye kitanda naendelea kutafakari, nikawa nawaza, kwa hiyo ina maana mimi nikae mpaka nizeeke bila kupata mtoto? Nilinyanyuka tena na kupiga hatua na kwenda kufungua ule mlango. Nilirudi kulala pale. Akili yangu ikaniambia, kwa hiyo leo ndo mimi nakuwa, yani sehemu anapopita babangu ndo napita, mahali ndipo tokea ndo narudia mimi? Hapana, haiwezekani. Nilienda tena nikafunga ule mlango. Dhamira yangu ilikuwa inanisuta sana. Nilifunga ule mlango, nikarudi kukaa na kujilaza kabisa kwenye kitanda. Nilifikiri sana, nikawaza kwamba ninakwenda kumpoteza sasa Happy, kwa sababu ikiwa Happy ataelewa kwamba mimi siwezi kuzaa na yeye, hatakubali kuishi. Nikasimama pale, nikaenda nikafungua ule mlango, nikasema liwalo na liwe, siwezi kukubali kuishi bila mbegu. Siwezi kukubali kuishi na mbegu ambazo hazizalishi. Sitokubali. Basi bwana, mimi nikarudi zangu kukaa baada ya kufungua ule mlango. Nikakaa kwenye kitanda, hatimaye nikajilaza, kichwa nikiwa nimegeuzia tumbo juu. Nikawa natafakari sana, sijui mama atatumia mbinu gani. Nilifikiri sana. Nilikuwa sijui kabisa ni nini kinapaswa kiendelee pale jamani. Nakwepaje? Nafanyaje sasa? Nilifikiri sana, lakini ndo hivyo msikilizaji, sikuwa na namna. Usingizi ulinichukua pale pale. Sikujua kwamba ni nini ambacho kilichokuwa kinaendelea. Sikujua mama aliingia saa ngapi, lakini nilishangaa kukuta mtu ambaye aliyekuwa amelala kwenye kifua changu. Nilivyokuwa nimelala nimegeukia juu, nilisikia mtu ambaye aliyekuwa amelala kwenye kifua changu, huku akiwa anaendelea kulamba mashavu yangu. Nyinyi, niliogopa. Wewe unajua kuogopa? Nilinyanyuka hadi nikatetemeka hivi. Mamangu akaniambia, mwanangu, tulia, ni dakika kadhaa hapa unafunguliwa. Ninakufungua kwa dakika kadhaa mwanangu, nahitaji kukiona kizazi chako. Siko tayari kukaa na kijana wangu ambaye hana uwezo wa kuniletea watoto. Msikilizaji, mama yangu alikuwa ameniweka katikati, alafu amenilalia. Alianza kunichezea michezo ya fulani hivi ambayo, kutokana na kwamba yeye alikuwa yuko vile vile, yani alikuwa amenyonyoa manyoya yake yote, hana nyoya hata moja la kumstiri. Nilisikia ile hali ya joto ambayo iliyokuwa inanipata mimi. Pale sasa babu alianza kuleta vurugu ndani ya boxato niliyokuwa nimevaa. Kitendo kile kilinifanya mimi nianze kutokwa na akili, kusahau kabisa kwamba aliyepo pale ni mama yangu. Mama yangu alipeleka mkono na kufikisha katika boxato na kugundua kwamba mzee kule ndani alikuwa tayari ameanza kuleta vurugu. Alishika na kunyanyua, na hivyo kufanya sasa mzee kule ndani aweze kutoka na kutazamia juu. Mama yangu aliamua kumsogelea na huku akiniambia kwamba inabidi nikufungue mwanangu. Mamangu alifumba macho yake na mimi pale niligeukia upande mwingine. Shauku ya huku chini kwa babu palikuwa panahitaji sana kitendo kile kiweze kuendelea.
Lakini dhamira yangu ya ndani ilikuwa inaona kwamba ninakwenda kufanya tukio la hovyo sana. Nilitulia na mama yangu alifumba macho yake. Akaniambia, mwanangu, kwa sababu za mabibi na mababu zetu wa zamani, inabidi nikufungue uwe na kizazi. Na hapa sina budi kufanya hivi. Nikiwa sijapenda, lakini ninafanya. Msikilizaji, huwezi amini, mama yangu alianza sasa kukalia fimbo yangu. Nilikuwa nikisikia fimbo yangu kwa mara ya kwanza kabisa, ikiwa inaingia mahali ambapo sikuwahi kujua kwamba panafananaje. Kata yangu iliingia moja kwa moja mpaka katika kisima cha mama. Msikilizaji, hizi tamaduni ziko juu tu huku kwenye kufikiri, lakini hivi viungo vyetu vyenyewe havijui tamaduni kabisa kabisa. Huwezi amini, kiungo changu kilipokea vizuri kabisa kwa dhati. Kata yangu ile ilipokea kabisa vizuri kisima cha mama. Haikujali kabisa kwamba yule ni mama. Kata iliamua kuchota maji katika kisima cha mama. Mama yangu naye ni kama ni kitu alikuwa nakisubiri kwa hamu kubwa sana. Alianza kuipa kata yangu kitu kinachostahili. Alikorogea kata yangu vizuri sana, akiwa anahakikisha kwamba ile kata inaingia vizuri na kuhakikisha kwamba inayachota maji vilivyo katika kisima chake. Jamani, pale sasa hata aibu ilipotea yote. Dhamira ile ambayo ilikuwa inanisuta huko ndani iliondoka, na mimi sasa niliamua kutoa ushirikiano kwa kata yangu kuhakikisha kwamba inayachota maji katika kisima cha mama kama inavyostahili. Vurugu zilikuwa ni nyingi. Pale sasa ilifikia wakati sasa tulipanda kwenye uwanja kwa ujumla wake. Tukawa tunautumia uwanja ule kisasa pale ndani. Sikutamani kabisa lile tukio liweze kuisha. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza. Nilisikia kabisa jinsi ambavyo sasa kata yangu ilivyokuwa inatoa maji kwanza kabla ya kuchota maji katika kisima cha mama. Maziwa sio maziwa. Ilikuwa ni tukio la kwanza kabisa la mimi kulifanya. Nilirusha mpira na goli lilifungwa, goli zito sana. Nililifunga goli langu la kwanza ambalo nililoifunga katika upande wa mama. Mechi ilikuwa ni nzito sana. Nilifurahia. Baada ya kufunga goli la kwanza, niliendelea kupiga chenga nyingi sana. Hapo aibu yote ilikuwa imetoka. Habari ya kuwaza kwamba alikuwa ni mama iliondoka. Sikuwaza kabisa kwamba nilikuwa nikicheza na mama yangu. Hata mama alionyesha kupokea sana ile mechi na kuipenda. Sauti ambazo alizokuwa anazitoa zilikuwa zinapaswa zitolewa na mashabiki walioko nje, lakini mama alikuwa anatoa zile sauti kuonyesha kwamba yeye ni shabiki yangu kweli kweli. Alikuwa akinisifia kwamba mimi mchezaji wake nilikuwa nikicheza vizuri, na mimi nilifurahi jinsi ambavyo alivyokuwa ananisifia. Akili zetu wote ni kwamba zilikuwa zimetoweka pale kabisa. Hakuna aliyewaza kwamba huyu ni mtoto wangu wala huyu ni mama yangu. Tuliendelea kuicheza ile mechi tena mpaka pale ilipoisha tukiwa tumetoa draw ya goli za 3-3. Uwanja wote ulikuwa umenyonyoka nyasi na majasho letu lilikuwa limemwagika katika uwanja na kufanya uwanja uweze kuwa tepetepe. Uwanja ulikuwa umejaa maji kutokana na jinsi ambavyo tulivyokuwa tumecheza kwa vurugu sana pale. Mwisho tulibaki tukiwa tumetazamana, bibi pamoja na mama. Mechi ambayo ilikuwa imeendelea pale ilikuwa ni mechi ya kishujaa kweli kweli. Akili yangu ilianza kurudi na kuanza kutafakari kwamba huyu si ni mama yangu. Lakini wakati huo mechi ilikuwa imeshaisha ikiwa iko draw. Mamangu alinyanyuka pale na kuchukua manyoya yake na kuyarudisha katika mwili wake, huku akiniambia, mwanangu, nimekufungua na mizimu yote imefunguka. Imeruhusu sasa kwamba wewe uweze kupata watoto. Hatutarudia tena ile. Naamini hutahitaji kurudia tena kucheza mechi na mimi mama yako. Lakini furaha iliyo kubwa sana kwangu ni kwamba tayari sasa umekwisha kupata ruhusa ya kupata watoto. Nitasimamia ndoa ya wewe pamoja na mpenzi wako Happy, na ninafurahi kwa sababu nitakuja kuona wajukuu wangu. Uko huru kabisa mwanangu sasa hivi. Ngoja nikalale mama yako. Mama yangu alitoka pale na kuelekea chumbani kwake. Akili yangu ilikuwa imerudi pale. Sehemu moja nilikuwa na furaha kubwa sana. Sehemu nyingine nilikuwa na maumivu makubwa sana. Furaha yangu ilikuwa imejengwa katika sehemu kuu mbili. Ni kwamba kwanza,
nilikuwa nimekipata kitu ambacho kilikuwa ni adimu katika maisha yangu. Toka nilipovunja ungo nilikuwa sijawahi kabisa kuingiza kata yangu katika kisima chochote kile. Lakini kwa mara ya kwanza nilikuwa nimeingiza katika kisima, japokuwa kilikuwa ni kisima cha ajabu, kisima cha mama mzazi. Kata yangu ilikuwa imefurahi sasa, na hapo ilikuwa inarudi taratibu, ikiwa inarudi sasa kulala taratibu baada ya kumaliza kazi ya kuchota maji katika kisima cha mama. Sehemu nyingine iliyokuwa inanipa furaha ni pale nilipokuwa nikikumbuka kwamba kwa sasa niko huru dhidi ya mizimu ambayo ilikuwa inazuia kwamba mimi nisipate watoto. Lakini sasa nilikuwa nimefunguliwa. Nilikuwa nimefurahi sana kwa kweli. Nilikuwa nina furaha sana katika sehemu hiyo. Lakini sehemu ya tatu ilikuwa ni sehemu ya machungu makubwa sana. Nilikuwa nikifikiri kwamba hivi nitamtazamaje mama yangu baada ya mechi ile. Hivi mimi nitakuwa ni mtu wa namna gani ambaye tayari sasa mimi ninakuwa nimecheza michezo ya hatari sana pamoja na mama yangu mzazi. Mimi ni mwanaume wa aina gani? Ni mtu wa aina gani? Nilipokuwa nikifikiri pale, nilikuwa nikivurukwa na akili mpaka nilikuwa natamani bora nisingezaliwa au nikajiue kabisa. Niliona wazo la kwamba mimi nijiue lilikuwa linanitembelea sana. Lakini wazo lingine lilinijia likaniambia kuna mambo yakitokea hayabadiliki, kwa hivyo ninapaswa nikubaliane nayo ili niweze kusonga mbele. Haikuwa rahisi msikilizaji. Nilitafakari mno sana kwamba ni kwa nini kuna mila za aina hii. Mimi hapa kweli tayari kabisa mimi sasa hivi na mama yangu tayari tumemaliza mimi na mama. Kweli? Nilitafakari sikupata majibu kwa kweli. Wazo la kujua ndilo lililokuwa linajirudia. Lakini pindi ambapo nilipokumbuka kwamba sasa nimefunguliwa, ni rasmi kabisa sasa ninaweza kuoa na kupata mke na watoto. I say, furaha kubwa sana ilikuwa inanijia. Furaha ilikuwa inanirudia. Nyinyi, hizi tamaduni zitazameni tu. Zisikieni tu, lakini kama ukoo wako hauna tamaduni za hatari, shukuru Mungu. Lakini kuna koo ambazo zina mitego ya hatari sana. Ni mitego ambayo kiukweli usipokuwa makini unaweza ukafanya kama mama yangu mkubwa. Akasema tu liwalo na liwe, lakini siwezi kumrudia baba yangu. Nilitoka pale. Siku iliyofuata nikaenda kwa rafiki yangu mpenzi wangu wa kuitwa Happy. Nilikuwa ninayo furaha sana kwa sababu Happy sasa nilikuwa nina uwezo wa kumuoa na kupata naye watoto. Nilimwambia Happy, sasa hivi mimi niko huru, ninaweza kukuoa na kupata watoto. Happy akaniuliza, kwa hivyo umefanya na mama yako? Nikamwambia hapana. Bali ilibidi nimdanganye Happy, nikamwambia Happy, mama amenifanyia tu matambiko na tumekwenda mpaka kwenye makaburi ya bibi. Akafanya matambiko, akaniombea tu kwamba nifunguliwe bila kulala na yeye. Na mizimu ilijibu kwamba hakuna shida, imenisamehe na italeta utaratibu mwingine baadaye. Kwa hivyo nimesamehewa bila kulala na mama. Niliogopa sana kumwambia Happy kwamba mimi nimecheza mechi na mama yangu mzazi. Kwa sababu kwanza, sehemu ya kwanza, japokuwa yeye ndiye aliyeniambia ni bora nikafanya na mama ili mradi tu tuweze kupata watoto. Lakini niligundua kwamba mwanamke atakuwa na wivu fulani, akimwangalia mama yangu atamkasirikia kadiri siku zinavyoenda. Lakini pia nilifahamu kwamba ikitokea nikimwambia vile, anaweza akapaniki na hivyo akaamua kuniacha kwa sababu nimetoka na mama yangu, alafu sasa nitakuwa nimepoteza vyote. Kwamba nimetoka na mama yangu lakini bado nimempoteza mpenzi niliyempenda sana. Kwa hivyo niliamua kumdanganya tu. Na kweli akakubali, akaniambia hakuna shida. Tulipanga mikakati ya ndoa yangu mimi pamoja na rafiki yangu mpenzi wangu wa kuitwa Happy. Na hapo sasa ndipo tukapanga ratiba rasmi ya kufunga ndoa. Nilimweleza mama yangu kwamba tumekubaliana kwamba tuweze kufunga ndoa na mpenzi wangu. Lakini mama yangu cha ajabu aliniambia, kwa hivyo unataka ufunge ndoa? Na sijui nikwambieje, lakini ninahitaji kabla wewe kufunga ndoa tuweze kucheza mechi nyingine mara moja mimi na wewe. Baada ya hapo mambo mengine ya ndoa yako yataendelea.
Nilishikwa na hamaji sana baada ya mamangu kuniambia vile. Nikajiuliza, vipi tena? Ina maana mama anataka tena? Nikamwambia, mama, wewe ulisema kwamba mama, ile si ilikuwa ni njia tu ya kuweza kunifungua na umeshanifungua. Sasa kwa nini tunapaswa tuendeleze tena mambo hayo? Mama yangu aliniambia kwamba hakuna namna, yeye alifurahia mechi tuliyocheza, kwa hivyo anahitaji tena, na kama nikikataa basi atafanya utaratibu na hiyo ndoa yangu haitaendelea. Hakuna chochote kitakachotokea. Msikilizaji, nilijaribu kumkatalia mama kwa siku kadhaa, lakini siku moja mama yangu alinishikia nguvu, na kwa sababu mimi nilikuwa bado sijaanza kuingia kwenye mahusiano ya moja kwa moja ya kufanya mapenzi mimi pamoja na rafiki yangu Happy, nilizidiwa na hisia, na hivyo niliamua kurudia tena na mama yangu. Mama yangu alinieleza kwamba alikuwa amependa mechi, kwa hivyo hata kama mimi nitaoa, lakini ninapaswa mara moja aweze kuendelea na mimi, yaani niweze kucheza na yeye mara moja. Jambo lile liliniumiza, lakini kwa kweli hata mimi nilikuwa nimependa mechi ile, kwa sababu hata hivyo nilikuwa sijui mechi ya sehemu nyingine yoyote ile, lakini nilikuwa najua kwamba ni vitendo vya hovyo sana vile. Nilimbembeleza mama yangu kwamba tuweze kuachana na zile hali. Mama yangu aliniambia kwamba hadhani kama itawezekana, kwa sababu tayari ameshaonjesha asali, kwa hivyo hawezi kuacha, ataendelea hivyo hivyo. Msikilizaji, niligundua kwamba mama yangu anaingia kwenye mitego ambayo si mizuri. Niliamua sasa kuanza mapenzi mimi pamoja na rafiki yangu, mpenzi wangu wa kuitwa Happy, ili kusudi niweze kukaa mbali na mama yangu. Tulianza kuingia kwenye mahusiano, na hapo nikaanza kumdanganya mama, nikamwambia sawa, nimekubali na tutaendelea kushare na wewe hata kama nikiwa nimeoa. Mama yangu alifurahi sana, akaniambia hilo halina shida. Mama yangu alibariki ndoa na tukafunga ndoa mimi pamoja na Happy. Baada ya pale niliamua kutoroka pale nyumbani na kwenda kuishi mahali kwingine ambapo sikumwambia mama yangu. Hii ni kutokana na kwamba mama alikuwa anasisitiza sana kwamba anahitaji tuendelee kukutana tena, kitu ambacho sikukitaka kabisa. Nilienda kukaa mbali kabisa, wilayani mbali kabisa, bila kumwambia mama yangu mahali nilipo. Nilipata tu taarifa kwamba mama yangu alikuwa analalamika sana kwa kitendo cha mimi kuondoka pale nyumbani, lakini sikuwa na jinsi, kutokana na jinsi mama alivyokuwa anahitaji vitu vya ajabu kutoka kwangu. Nashukuru Mungu, nilikaa miaka 2 nikawa nimepata mtoto bila mama yangu kufahamu. Nikapata mtoto wa kwanza. Baada ya miaka 2 mke wangu alikuwa na ujauzito tena. Pale nilitamani sana niweze kurudi kukutana na mamangu, kwa sababu hata mimi nilikuwa nimemisi sana. Alikuwa anatuma jumbe pale kwamba kama kuna mtu yeyote anafahamu hali nilipo, ni vizuri tu aweze kuniambia na mimi niweze kurudi. Mama alienda mpaka kwenye kituo cha redio kunitangaza, na hapo ndipo nilipoamua kurudi nyumbani, wakati huo mke wangu akiwa ni mjamzito. Nilionana na mama yangu. Mama yangu aliniomba msamaha sana, akaniambia hawezi kuhitaji hivyo vitu vyote na anahitaji tuweze kubaki tukae na yeye pale nyumbani. Nilimweleza mama kwamba kama ukithubutu kurudia tena, mimi nitaondoka na sitarudi tena. Mama yangu aliniomba msamaha, lakini akaniambia, mwanangu, ninachofurahi zaidi ni kwamba nimekufungua. Ninaomba uweze kukaa na mimi hapa, ninataka niwaone wajukuu zangu hapa. Nikae nao hapa nyumbani, nimechoka kukaa mpweke, kumbuka mdogo wako tayari yeye yuko shuleni tu. Msikilizaji, mdogo wangu Charlie yeye alikuwa tayari ameendelea na masomo, kwa sababu yeye alifanikiwa kwenda form 5 form 6. Mama pale nyumbani alikuwa anakaa mwenyewe. Kwa hivyo na mimi nilikubali kukaa na mama pale nyumbani, huku akiwa na mjukuu wake mmoja. Tulianza kuishi maisha watu 3 4 pale. Mimi, mama, mke wangu pamoja na mtoto wangu. Baba alikuwa anakuja pale nyumbani na kutoka. Mamangu alifurahi sana, akaniambia, mwanangu, ninashukuru sasa hivi si unaona tumepata wajukuu. Ninapata wajukuu zangu hawa. Ikiwa usingekuwa na roho ngumu mwanangu, nisingeona wajukuu hawa. Lakini roho yako ngumu na kuamua kukubaliana na matatizo yalivyo, ndio imesababisha nimepata wajukuu na wewe umepata watoto. Wewe kama mwanaume, siku zote nataka nikwambie, unapoona kuna jambo ambalo halibadiliki, inabidi ukubali kuishi nalo. Na hili ninakwambia mwanangu, kwa sababu ni jambo la muhimu na la lazima sana kwa mwanadamu yeyote. Lakini wewe kama mwanaume lazima ujue
mambo ambayo hayabadiliki, huna uwezo wa kuyabadilisha, lazima ukubali kuishi nayo. Sasa hivi una watoto na mimi nina wajukuu, lakini kama ungelikataa kuishi kama ambavyo hali halisi ilivyokuwa, maana yake usingepata watoto na mimi nisingepata wajukuu. Kizazi chako kingeisha baada ya wewe kufariki tu. Mimi kizazi changu kingeendelea kwa sababu na watoto wengine, lakini wewe habari yako ingeishia hapo. Na hili ni somo ambalo unapaswa uwafundishe na watoto wako na watu wengine, kwamba lazima kuna mambo ambayo hayabadiliki mwanangu. Uwafundishe kwamba jambo lolote ambalo halibadiliki, kama vile msiba, inabidi ukubali kuishi nao. Jambo kama hili la kitamaduni ambalo usipolifanya linakupotezea kizazi chako milele, inabidi ukubali kufanya. Haikuwa rahisi wewe kufanya na mimi mama yako, lakini sasa imebidi ukubali kufanya matendo hayo ambayo si ya kawaida, lakini ni ya lazima kutokana na tamaduni zangu mimi za kiukoo, na umeyafanya. Sasa hivi angalia kizazi kinaendelea. Wafundishe watu kukubaliana kuenenda na mambo kama yalivyo. Jambo likishakuwa halibadiliki, ishi nalo. Hayo ndio ninayokwambia mwanangu, kama usia. Mungu akubariki na kizazi chako kiendelee. Na nafurahi sasa hivi naendelea kufurahi na wajukuu zangu hapa. Ni hayo tu mwanangu. Msikilizaji, mama yangu alimaliza kuongea. Tulifanikiwa kukaa na mama yangu tena pale mpaka miaka 8 baadaye mama yangu alifariki dunia. Nilianza kukumbuka maneno ambayo aliyokuwa amenieleza mama yangu. Maneno ya kwamba kuna mambo ambayo hayabadiliki, inabidi kukubali kuishi nayo, ni maneno ambayo yalikuwa yanazunguka kwenye akili yangu kila siku. Baada ya mama yangu kufariki, alikuwa yananitesa sana, nikisema kwamba nitaishije bila mama yangu? Nitaishije bila mama? Mimi naanzaje kuishi bila mama? Ni jambo lilikuwa ni gumu sana kwangu. Lakini kila nilipokumbuka maneno ya mama aliyokuwa akiniambia kwamba kuna mambo hayabadiliki, inabidi kuishi nayo, maneno yale ya mama yalikuwa yananipa nguvu. Niliamua kuishi hivyo, na jambo lile lilikuwa ni faraja kwangu, kukubali kuishi bila mama yangu. Msikilizaji, lilikuwa ni somo kubwa sana. Ninaamini hata wewe kuna somo zito sana umelipata kwenye haya mengine ambayo ni mambo ambayo ni mabaya sana niliyofanya na mama, si mazuri, lakini yakupe tu somo kwamba kuna mambo hayabadiliki, inabidi uishi nayo. Baada ya kuyasema hayo, jamani, nia yangu ilikuwa ni kwamba uweze kujifunza kitu. Mungu awabariki sana. Na mimi naishi maisha yangu sasa, ninakubali kuendana na hali halisi iliyopo, kwa sababu kuna hali hazibadiliki na mimi nimeamua kuishi nazo. Bye, kama kuna kitu umejifunza na mimi utakipata, tutakiona chini ya comment hapo. Mungu awabariki sana. Bye bye. Bwana msikilizaji, bwana, mazingira ni kama hayo bwana. Hii ni makala simulizi. Kila simulizi ambayo tunakuwekea hapa ni kwa ajili ya kujifunza kitu fulani. Naamini kuna jambo ambalo umejifunza. Japokuwa kuna tamaduni mbaya, kuna mambo ambayo si mazuri kabisa kabisa umeyaona hapa. Lakini pia vile vile kuna mambo ya muhimu sana ambayo umeyachukua. Kama umesikiliza simulizi hii hadi mwisho, naamini kuna kitu ambacho umejifunza. Sasa hii ni makala simulizi, tunaomba utupe comment hapo chini ya uwanja wa comment ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho umejifunza katika simulizi hii. Mungu abariki sana, hadi wakati mwingine. Kukuletea simulizi hii ni mimi BHB wa makala simulizi. Tukutane katika simulizi inayofuata. Bye bye.